Karibu sana Shafi kwenye session yetu ya leo. Kama nilivyokuwa nimekwambia hapo mwanzo, hawa ni wote ni graduates kutoka chuo kikuu, kozi mbalimbali, lakini kubwa ni kuja kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo tumekutana ili ushare na sisi uzoefu wako katika masuala ya biashara na uhalisia ukoje na namna gani mtu anaweza akafanya akafikia malengo yake kwenye upande wa biashara. Kwa hiyo ndio kikubwa. Karibu sana. Okay. Labda nafikiri ingependeza kama tungeanza kwa kufahamiana. Ili kama ulivyosema ni graduates. Ningependa kufahamu kila mmoja amesomea nini. Sio? Na muda alio graduate hivi. Okay. Umeelewa? Inawezekana mmoja amegraduate mwaka jana, mwaka huu bado bado nyuma miaka miwili iliyopita, mitatu, minne, mitano. Umeelewa? Sawa. Hapo tunaweza tukaendelea. Mimi kwa majina naitwa Sufyan Komba-Mila. Mimi nimesoma business administration taasisi ya uhasibu Tanzania Kurasini pale. Nimehitimu mwaka jana. Mwaka jana. Kwa majina naitwa Francis. Nimemaliza masters yangu ya diploma in management ya chuo cha Dar es Salaam. Nasubiria graduation. Kwa majina naitwa Maureen Kitchen. Nimesoma journalism miaka miwili iliyopita. Kwa jina naitwa Ipiana. Nimesoma computer science mwaka jana. Ni hao. Kwa jina naitwa Josephine Abdulhari. Nilihitimu UNISM mwaka 2018. Nimesoma microbiology and botany. Okay. Mimi naitwa Olta. Nimesoma petroleum engineering. Kwa hiyo utakufanya biashara kuuza petroli. Mungu petrol station. Refining nini au vipi? Olta filling station. Huyu computer science. Unajua sio biashara ni art. Sio kila mmoja anaweza kufanya biashara. Umeelewa Na kwenye kusoma kuna misingi ambayo imewekwa kutoka mwanzoni. Unajua tulio wengi hasa kwenye hivi vizazi vyetu, asilimia kubwa ya graduates walikuwa influenced ama na mtu. Ni wachache sana ambao wamegraduate kitu ambacho walikuwa wanatamani kukisomea toka mwanzoni. Unakuta labda mzazi alikuwa mhasibu naye anatamani, anahisi maisha mazuri ya mwanae na asome uhasibu. Au kwa sababu mzazi alikuwa anafanya wizara ya kilimo, alimtaalamu mambo ya kilimo hivyo. Kwa hiyo wakati tupo kwenye mchakato wa kusoma, watu wengi wana focus zaidi kwenye kumaliza na kupata cheti, ili wakimaliza wakaajiriwa. Unajua ni tofauti na aina ya watu ambao naamini ni wachache ambao wanakwenda shule kwa ajili ya kupata exposure na kupata knowledge. Unaweza kupata knowledge usifaulu, si ndio? Na unaweza ukafaulu sana lakini usipate knowledge, si ndio? Kwa hiyo kufaulu kwa maana ya kupata matokeo mazuri zaidi na kupata matokeo mazuri zaidi ni vitu vile ambavyo vinatofautiana kwenye maisha ya uhalisia, si ndio? Kwa hiyo knowledge ukiwa nayo inakusaidia kwenye mambo mengine mengi, si ndio? Kwa sababu mara nyingi tukiangalia mtu anaweza kukuuliza kwa mfano wakati unafanya simultaneous equation. Kwa hiyo unafikiri watu wengi mmesoma hiyo, si ndio? Afu mtu akwambia ukubwani mimi sasa inanisaidia nini? Umeelewa? Sasa huyo mtu huyo, mimi huyo namwambia okay, huyu alikuwa anasoma zile methods za kusolve simultaneous equations ziko nne nafikiri zile, si ndio? Graphical, substitution, elimination na formula. Yeye focus yake ilikuwa
ni kuona anapata jibu X na Y. Si ndio? Sasa ukubwani yeye aoni umuhimu wake kwa sababu by then yeye alikuwa kipaumbele atakafaulu apate max faulu aende mbele, si ndio? Lakini ile manake kama ulikuwa na nia ya kupata knowledge wakati ule, ile manake inakufundisha namna ya kutatua matatizo kwa kutumia option tofauti tofauti. Unaweza kuwa na option ya kwanza ikashindikana, si ndio? Lakini kukata tamaa, una go for an alternative. Ndio maana ya ile, manake mwisho wa siku ukitumia alternatives 1 2 3 4 zote lengo ni moja, kufikia kwenye jibu, si ndio? Kufikia kwenye mafanikio. Kwa hiyo element ya kufanya biashara ndio maana mwanzo nikasema inawezekana ni art au kipaji, si ndio? Sio kila mtu anaweza kama mfanya biashara, na kila mfanya biashara ana namna yake ya kufanya hiyo biashara. Biashara ina gani, si ndio? Sio kila anayeuza mchele kwa maana ya mangi na wewe ukienda kufungua kidogo kama cha mangi utafanikiwa kama mangi. Sio kwa sababu bwana Josefu Kusagas amefanya media, amekuwa very successful, na wewe utaenda kufungua media utakuwa successful kama yeye. Haiko hivyo. Unachotakiwa ni kuangalia una rasilimali gani zinazokuzunguka na wewe nafsi yako inakutuma kufanya nini. Ni nini unachotaka kuachieve, si ndio? Kwa hiyo ni nafikiri ndo nani ya kwanza ambayo mimi naiona kama kitu cha kushauri kwa yule ambaye yote anataka kufanya biashara. Umeelewa? Ni wewe mwenyewe lazima ujue kitu nataka nikifanye tayari nakielewa, si ndio? Naelewa michakato ambayo around hicho kitu. Naelewa fursa zilizopo tayari naziona. Changamoto zake umeziona, umeziface, si ndio? Partners unawaona, si ndio? Kwa hiyo kinachobaki ni kuja kwenye kudea, kwa maana ya kuanza kufanya hicho kitu. Ukishaangalia hivyo nafikiri unaweza ukaanzisha biashara. Mfano labda nitolee mfano kama mimi nafikiri ndio naweza kawa elimu nzuri, sio? Mimi pia ni graduate kama nyinyi. Mimi nimefanya computer science kama bwana hapa. Nikamaliza nikafanya postgraduate diploma ya financial management, finance. Ila lazima niwe mkweli. Mimi wakati nataka kufanya computer science huwa siipendi. Yaani nilikuwa nasoma ili nipate cheti kwa sababu ndio kwa kipaumbele. Na nilienda kule mimi nisoma PCM. Umeelewa? Sababu ya PCM unajua wakati ukiwa olevo unajua sana hesabu. Piga sana hesabu, physics, chemistry. Kwa nikachipuka na PCM. Sababu nimesoma mbona naelewa. Kwa hiyo nilipomaliza kuingia chuo computer science yenyewe kwa sababu ina a lot of mathematics, si ndio? Nikaona ndo kitu ambacho kinaweza kaa chepesi kwangu mimi kwa sababu tayari na msingi mzuri, si ndio? Kwa hiyo nikaifanya computer science. Lakini sio kwamba nilikuwa naipenda sana, nilikuwa na passion nayo. Kwa hiyo nikafanikiwa ku graduate kamaliza. Baada hapo nikataka kufanya kitu kingine. Kwani unanichagulia rangi? Aizungusha. Kwa nini rangi ziko tofauti? Yaani tofauti, kuna nini tofauti yake? Ni flavor. Okay. Sio kuna jusa kijana. Au ndo ubunifu wenyewe. Umeona? Ndio. Kwa hiyo nikamaliza. Nikaenda kuajiriwa. Nikaenda kufanya kazi benki. Umeona? Lakini mimi passion yangu miaka yote ya kusoma
kutoka shule ya msingi, sekondari, chuo, mimi napenda michezo. Napenda kucheza mpira. Nilikuwa na ndoto ya kucheza mpira kabisa kulipwa. Nilikuwa na ndoto ya kucheza Ulaya, lakini unajua miundombinu haisupport, mazingira ya support. Kwa hiyo na mshu wangu nyumbani haki kusikia alikuwa ni support nini, nacheza mpira kwa kujificha. Umeelewa? Yeye anataka mimi nisome. Kwa na mimi nimfurahisha lazima nifaulu. Tuenda sawa. Nikawa nafanya kazi. Unajua ndio kama nilivyosema mwanzoni. Nafanya kipaumbele ni tarehe 30 mwisho wa mwezi. Umeelewa? Kipaumbele mwisho wa mwezi. Maana yake unafanya kinachokumotivate ni mshahara. Kwa hiyo maana ukifanya kazi kwa staili hiyo haikupi room ya ubunifu kwenye kazi unayoifanya. Kwa hiyo unataka tu uende uongezeke, upate cheo, kwa sababu ili upate mshahara mwingi zaidi ni pale vyeo vinavyoongezeka kwenye mataasisi huko, si ndio? Kwa hiyo nafikiri baadaye ikatokea nikaingia kwenye media. Kwa msimu bahati mbaya nafikiri. Kwa nini bahati mbaya? Kwa nini bahati mbaya? Sababu sikuwahi kufikiri kama ningepata hiyo opportunity. Umeelewa? Ila hiyo opportunity ilipotokea mimi nilichukua kwa sababu niligundua ni eneo ambalo mimi nilikuwa napenda, kwa sababu sikuwa ni michezo. Wakati ule tunaangalia mipira ile, tunaangalia ile babu Dr. Riki yule akipiga soga zake kwenye TV, na mimi nafuatilia sana mpira. Yaani nafuatilia sana na ujua, umeelewa? Kawa na mimi natamani. Kwa hiyo nilipopata ile nafasi na mimi nikaingia. Lakini kwa sababu nilikuwa na mtazamo tofauti kidogo na soko. Wakati naingia mimi sikuwa mtangazaji, unajua sauti yangu kama unavyoisikia hiyo inakuwa makwama. Watangazaji wanatakiwa na sauti nzuri, si ndio? Akinyosha hivi sauti, mimi sauti yangu baya. Kwa hiyo mimi nika invest kwenye kutengeneza content ambazo ni tofauti na zile ambazo wakati huo kwenye soko zilikuwa zipo. Ili kujitofautisha. Umeelewa? Kujitofautisha na wale ambao walikuwa tayari kwenye soko. Ili niweze unasema mtokeje, si ndio? Uweze kufanya kile. Kwa hiyo nilipokuwa na introduce flavor tofauti, vitu tofauti, na mimi nikatengeneza market share. Umeelewa? Baada hapo sasa nikaona ni sehemu ambayo nakwenda kutimiza ndoto, kwa sababu sio tu kutangaza au kufanya vile vipindi. Nilikuwa pia niko deep sana kuangalia mambo mengi around sports. Kiacha tu kucheza uwanjani, kutangaza, kuna vitu vingine vingi around huo mchezo nje ya uwanja. Kwa hiyo nikawa niko motivated kufuatilia, si ndio? Kuna biashara around hiyo kitu, kuna mambo ya uchumi, umeelewa? Kwa automatically unakuja kujigundua unasoma kwa kutaka kufahamu kitu kwa sababu unakipenda. Umeelewa? Kwa unapata knowledge. Kwa hiyo ikafika muda nikaona kuna vitu vinakosekana, si ndio? Kwenye soko, na ndo matatizo ya kwetu kwenye soko. Kwa hiyo unafanyaje? Unabadilisha, wanasema kwenye nchi zetu za dunia ya tatu, opportunities ni matatizo yaliyokuwepo. Yaani matatizo ndio yanabadilisha kuwa fursa. Si ndio? Kwa hiyo kwa sababu tayari mimi nilikuwa na knowledge, kumbuka nilifanya, wewe unajua kufanya computer science kuna vitu vingi. Unataka kutengeneza mifumo, uwezo kutoka from nowhere, una design tu system kwa sababu wewe unaitaka. Unatengeneza system ambayo wale watumiaji itakuwa friendly kwao. Si ndio? Kwa maana yake itakubidi ujue wanataka nini. Ni kitu gani kitakuwa rahisi kwao, ni wanakipenda, ili watengenezee, wao wakitumie, then uweze kufly, sio? Kwa ni the same hata huku kwetu. Knowledge hiyo unakuja nayo, unaiapply kwenye maisha ya kawaida. Si ndio? Kwamba kiangalia kwenye soko la michezo kuna vitu vingi ambavyo
watu wanavitaka lakini hawavipati, au vinaonekana kama challenges lakini ni opportunities kwa upande wa pili. Sasa unabadilishaje hizo challenges kuja kwenye fursa? Ndo nikaingia sasa kuziangalia zile na kuzitafutia ufumbuzi. Umeelewa? Kwanza kabisa challenge ya kwanza ilikuwa ni watu kupata content from the source. Unajua watu wengi wanapenda sana mpira, hasa kile kipindi kwenye miaka ya 2000 wakati ndo watu wanaangalia sana mpira kwenye TV. Umeelewa? Ligi ya England inafuatiliwa sana, ligi ya Spain, ligi kubwa za Ulaya. Kombe la dunia nafikiri hata kama upendi mpira ikiwa tunacheza World Cup huwa vitu vinasimama. Sasa moja kati ya shida niliyoiona ni kwamba media nyingi za Tanzania zilikuwa hazina utamaduni wa kuwapeleka, au waandishi wenyewe walio kwenye industry hawakuwa tayari kwenda kufuata taarifa kutoka kwenye vyanzo, kwenye sources zenyewe. Kwa hiyo mimi mwaka 2010 na of course ndio kwa sababu ya kuacha kazi nilikuwa naifanya mwanzoni benki. Kenda zangu South Africa kwenye World Cup mwezi mzima, sio tu kuripoti mpira lakini unaangalia pia vitu vingine vinavyofanyika. Umeelewa? Unaona namna public viewing yale, ukienda kule unaona watu wanavyoconsume vyakula, wanakula sana, wanauza vyakula. Umeelewa? Vinywaji hivi watu wanauza sana, vinywaji vilevi, vinywaji ambao si vilevi. Shughuli za kiuchumi unaona kabisa zinafanyika. Kwa hiyo unaona ni opportunity kwamba ikiwepo sporting event kunakuwa na wachumi wanaita multiplier effect, kwa maana ya lile tukio linasababisha muamko wa kiuchumi, si ndio? Kwa hiyo kwangu mimi ile ikawa ni zaidi ya kuripoti tu mechi ya Ujerumani si na Ghana, Uruguay na Ghana, si ndio? Pia una learn vitu vingine. Kwa hiyo kirudi huku unajaribu kuona namna gani unaweza kujaribu kufanya kama watu wanavyofanya. Kwa hiyo najaribu kuhudhuria makongamano mengi tu ambayo ni yamebezi zaidi kwenye masuala ya biashara ya michezo. Umeelewa? Unakwenda kule unajifunza kama kongamano 4 makubwa duniani. Kwa hiyo wanakuja watu kufanya exhibition, wanakuja watu kuelezea vitu vingi sana. Kwa then kwangu mimi nikaona opportunities nyingi. Kwa hiyo nilipokuja na tayari kumbuka ninapokwenda kule mimi na ripoti ya matukio, ndio mwandishi pekee unakuta niko kule Tanzania. Kwa hiyo manake ile audience yote naivuta, si ndio? Kwa wanakuja kufuatilia Sports Extra, watafuatilia Sports Bar, kwa sababu ndo media platforms ambazo zinapata fresh content from the source. Lakini at the same time mimi automatically ikawa najibrand vile vile, kwa sababu ikawa inanijenga, sio? Baada hapo ndo kwa tumeshatengeneza jina, kwa sababu na hili lazima niwaeleze, uwezo kutoka from nowhere kufanya biashara lazima kuna steps lazima uzipite, si ndio? Uzipite hasa kwenye kujenga credibility. Umeelewa? Kwa mfano unataka kufanya biashara ya kuuza kuku, ili unapoanza, mimi sio mtaalamu wa kuuza kuku, nimetolea mfano inawezekana passion yako. Na mimi stage ya kwanza unawezekana ukachinja kuku 3 usiuza hata mmoja siku, lakini kwa sababu ni passion yako unafanya namna ya kuwauza. Umeelewa? Utapigia rafiki yako, utamwambia nani atakuja atanunua, kesho utafanya tena, utapata, atakuwa ni hasara, utarudia tena, kwa sababu kuna passion behind hiyo kitu unataka kufanya. Na wakati unaendelea hizo hasa unakutana nazo ndo zinakujenga taratibu. Baadaye unafika sehemu unatengeneza
jina, credibility, naaminika. Kutoka kwa finance mpaka kuja kwa mtu wa kutengeneza maudhui content. Hizo ni so finance kwa computer science. Bado kuja transition kuja kutengeneza content. Hizo ni kama dunia mbili tofauti. Yaani ni kama mtu wa arts na science. Wakati mtu anafanya kazi kama dunia kwenye mfumo ya media, au ni dunia kama hii ndio kwenda. Yaani ulizaje ku transition. Lakini kingine unakuja kutambua kama ni specific kitu kwenye kitengo cha sports. Yaani how to filter. Okay. Kupata hiyo kujua kwamba hii ndio inahitajika, lakini wewe unapo transition kwenye hiyo fani yako ambayo umeisomea kuja kwenye kitu kingine ulimwengu mwingine kabisa. Nafikiri nani kubwa ni passion nilikuwa nao juu ya sports especially football. Kama mwanzoni niliwaeleza nilikuwa napenda sana mpira. Na nilikuwa natamani na ndoto ya kucheza hata mpira wa kulipwa. Ila babangu mimi hakuwa tayari kunisupport. Yeye alikuwa anaona njia pekee ya mimi mtoto wake kufanikiwa kwenye maisha ni kwenda shule, kusoma shule. Sio? Kwa hiyo ilibidi ni kwenye mpira ni focus kwa 100%. Ni focus kwa 50%, afa 50 nyingine ni focus shule. Kwa ajili pia kumfurahisha mzee, si ndio? Kwa hiyo wanasema mshika mbili mmoja mponyoka. Kwa hiyo mwisho wa siku nilibidi nikomae na shule. Lakini passion yangu kubwa bado iko kwenye michezo. Kwa wakati niko shule ndio kanaelezea sasa shuleni mimi sikwenda kwa ajili ya kupata cheti. Umeelewa? Nilikuwa napata knowledge. Na ndio maana knowledge unaweza kutumia sehemu nyingine yote. Umeelewa? Kwa nilipopata nafasi ya kuja kwenye media na niliingia kwenye mambo ya mpira yale. Sio? Mimi nikatumia ile exposure ya shule pamoja na knowledge niliyopata shule ikaja kunipa uwepesi kujua. Ilikuwa kama ina add value kwenye hiki kitu ambacho nimekuja kwanza ukifanya. Ambacho nilifanya out of passion ndio ilikuwa ni kubwa, sio? Na kazungumza kama nilipopata nafasi huko. Baada ya kuona gaps lililokuepo. Sio? Na kwa sababu tayari nilikuwa na wigo mpana labda kuona kwa sababu nimetoka shule. Ndio maana nikaona ile nafasi ya kuja kitofauti na namna ambavyo watu walikuwa kwenye soko wakati huo walikuwa wanafanya. Nikaja na element ya kufanya uchambuzi ambayo haikuwepo by then. Watu wengi walikuwa wanaripoti, watu watengeneza story kwenye script, wanasoma matokeo, kafunga goli dakika ngapi, lakini hawazungumzi mazingira mengine yaliyoko around ule mchezo. Kwa mimi nikawa nazungumza juu ya ule mchezo kisha matokeo. Nilikuwa naamini matokeo hivi baada najua. Kwa mimi kuzungumza kama huyu alifunga goli, fanyaje akafunga, huyu timu ilishinda, ilitumia mbinu gani kupata matokeo, hii ilifungwa ilifanya mapungufu gani yaliyosababisha wakapoteza, si ndio? Au huyu mchezaji ana strength gani, ana weakness gani. Kwa ni vitu ambavyo vilikuwa havipo kwenye soko wakati huo. Kwa mimi vikanitoa kwa sababu nilikuwa ni mtu nileta flavor tofauti, ikanipa nafasi. Na hapo kuendelea kuona mapungufu nizungumzia juu ya kwenda kufanya coverage kwa event matukio makubwa ya michezo. Pia ni elevate kutoka kwenye hapa nilipokuwa kwenda sehemu nyingine.